Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Uko nami Adam Hussein. Iran inasema uwezo wa makombora yake umeimarika tayari kuikabili Israel. Msemaji wa jeshi la Iran amesema kwamba uwezo wa vikosi vya majini, vikosi vya ardhini na vikosi vya anga vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran vipo tayari na vimeshakamilisha kwa ajili ya kukabiliana na scenario yoyote ama mazingira yoyote yanayoweza kusababishwa na adui Israel ambaye anataka wakati wowote kuanzisha vita dhidi ya Iran, akisisitiza kwamba Tehran bado haijatumia nguvu yake halisi ya makombora. Taarifa zinadai kwamba Iran wakati huu imeshapanga mipango thabiti ya namna ya kufanya mashambulizi ndani ya Israel. Lakini pia moja kati ya jambo ambalo wengi wamekuwa na hofu nalo ni kwamba Iran tayari imeshatega makombora mengi zaidi, na inasema ikiwa Israel itaamua kufanya shambulizi wakati wowote, Iran itatumia makombora zaidi ya 2000 kushambulia kila mahali nchini Israel. Brigadia Jenerali Abdul Fazl Shekarchi ambaye pia ni naibu kamanda wa vikosi vya vita vya utamaduni na katika jeshi la Iran amesema kwamba mfumo wa makombora wa THAAD unaotajwa kuwa mfumo wa ulinzi wa anga wa hali ya juu zaidi duniani uliotengenezwa na Marekani ulishindwa kuzuia makombora ya Iran. Hata ule mfumo wao wa Arus 2 na Arus 3 pamoja na Iron Dome vyote vilishindwa kuyazuia makombora ya Iran, na sasa Iran itatumia makombora mengi zaidi. Katika siku 12 Iran ilitumia makombora 500 tu, na hii ilimfanya rais wa Marekani Donald Trump kutaka kusitishwa kwa vita hivyo. Lakini sasa jeshi la Iran linasema litatumia zaidi ya makombora 2000 kwa wakati mmoja kuishambulia Israel. Shekarchi alitoa matamshi hayo wakati wa mkutano wa chama cha Kiislamu cha wanafunzi huru katika chuo kikuu cha Sharif cha Iran mnamo siku ya Jumanne, kueleza kuwa mfumo wa THAAD unakuzwa sana kama wenye uwezo wa kuzuia makombora, lakini mfumo huo si chochote au tishio lolote la anga, huku kila mfumo wa kutungua makombora ukigharimu kati ya dola milioni 10 na milioni 12. Amesema pamoja na haya, lakini makombora ya Fatah ya Iran yaliyotengenezwa kwa gharama ya chini sana ukilinganisha na mfumo mmoja wa kutungua makombora wa THAAD yaliweza kupenya mifumo hiyo ya kisasa ya ulinzi wa anga. Shekarchi ameongeza kuwa wakati wa siku 12 za vita vya kutwishwa vilivyoanzishwa na utawala wa Israel, makombora ya Fatah yalishambulia shabaha ndani ya maeneo yanayokaliwa kwa mabavu kwa usahihi wa hali ya juu. Brigadia Jenerali Shekarchi amesisitiza kuwa vikosi vya ulinzi wa Jamhuri ya Kiislamu vya Iran viko tayari kufanya mashambulizi yenye nguvu na ya maangamizi zaidi dhidi ya vitendo vyovyote vya kichokozi vitakavyofanywa na utawala wa Israel dhidi ya taifa hilo. Brigadia Jenerali Shekarchi ameeleza bayana kuwa tulishinda vita vya siku 12 na kutoa pigo kubwa kwa utawala wa Israel. Katika vita vya siku 12 Iran ilipoteza viongozi wake wa kijeshi, lakini pia viongozi na wanasayansi wa nyuklia. Hata hivyo, Iran imesema wakati huu imejimarisha sana na imejipanga kutokana na udhaifu uliotokea katika kipindi cha vita vya siku 12 kati yake na Israel. Hata hivyo, sababu ambazo zinaifanya Iran kujiandaa zaidi ni kutokana na kauli iliyotolewa na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu baada ya kupokea ripoti kutoka kwa ujasusi wa Mossad kwamba Iran bado imejikita katika masuala ya nyuklia, lakini pia bado ina makombora ya masafa marefu. Sasa Israel, licha ya kusema kwamba ilikuwa haitaki Iran iwe na mifumo ya nyuklia ama irutubishe urani, sasa imekuja na mipango mingine kwamba Iran haipaswi kuwa na makombora ya masafa marefu, na ni kutokana na athari zilizotokea katika vita vya siku 12 baada ya Iran kutumia makombora yake ya masafa marefu kushambulia maeneo mbalimbali nchini Israel, hasa maeneo yanayokaliwa kwa mabavu na nchi hiyo ya Israel katika eneo la upande wa Palestina. Hofu sasa inakuja upande wa Israel ni jinsi gani ya kuweza kuzuia makombora hayo ya masafa marefu kutoka nchini Iran, lakini pia kutazama namna ya mifumo ya ulinzi wa anga. Na ndio ikatajwa kwamba Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu huenda akaelekea nchini Marekani, na mnamo Disemba 29 mwaka huu atakuwa na mkutano na rais wa Marekani Donald Trump kuangalia ni jinsi gani wataweza kuingia vitani kwa mara nyingine tena dhidi ya Iran.
Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utaweza kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue ni nini kinachojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News.